Mulundu TV tupo na katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wilaya ya Rufiji, Mheshimiwa Abbas Lijemi. Habari za leo kaka? Salama kabisa. Tumeona mchezo wa fainali na umehitimika kati ya Shela na Muhoro, kata ambayo imepata tunasema kuongezeka na kuwa kata mbili badala ya kata moja ya Muhoro peke yake, na leo kuna mechi ambayo imefanyika hapa chini yako wewe. Nini kimekusukuma kuandaa mashindano haya? Leo sisi Umoja wa Vijana wilaya Rufiji tuliamua kuandaa bonanza hili katika kata hii ya Muhoro kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinakwenda kutimiza miaka 49 tangu kuzaliwa kwake au tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo sisi kama Umoja wa Vijana wilaya Rufiji kupitia viongozi wetu na kupitia kikao chetu tulichokaa tukasema tuende Muhoro tukafanye sherehe hiyo siku ya leo hii tarehe 3 kwa ajili ya kukienzi kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo leo sisi Umoja wa Vijana tumekuja kufanya jambo hili hapa kwa sababu kusapoti Chama cha Mapinduzi na kuwafahamisha watu wa kata ya Muhoro ili watambue sasa Chama cha Mapinduzi leo na tarehe 5 kinatimiza miaka 49. Ndio, miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi, na tunaanza hivi shamra. Nini kinachoendelea kuelekea kilele ambacho ni Februari 5? Kilele kiukweli wilaya Rufiji tumejipanga na hata mkoa wametupa hadhi kimkoa, tunakuja kufungia Rufiji na tutakuwepo katika viunga pale vya Ikwiriri siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa maana kilele sasa ya kuzaliwa kwake tunakwenda pale Ikwiriri. Tutakuwa na tamasha la kutosha, tutakuwa na wasanii wengi, lakini pia tutakuwa na matukio mbalimbali. Tumejipanga wilaya Rufiji kwa maana tutakapopokea ugeni kutoka mkoa, kwa sababu tunafanya hapa, tumejipanga kwenda kufanya zoezi la upandaji wa miti, lakini tumejipanga kwenda kuwatembelea wagonjwa hospitalini, lakini pia tumejipanga kwenda kufanya usafi sehemu mbalimbali ambazo tunaamini hizi sehemu zina shida, lakini pia tumejipanga kufanya mkutano mkubwa. Inawezekana mkutano ambao tunakwenda kufanya haujawahi kutokea. Kwa hiyo unaweza kutuibia siri Mulundu TV, nani atakuwa mgeni rasmi wa mkutano huu siku ya Februari 5? Mgeni rasmi siku ya Februari 5 atakuwepo mjumbe wa kamati kuu, ndugu yetu Laila Ngozi, mlezi wa mkoa huu wa Pwani kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Ndio. Na kitu gani kingine ambacho unaweza kuambia watazamaji wa Mulundu TV kuelekea kilele hicho? Binafsi niwaambie ndugu watazamaji, hiyo siku ya tarehe 5 tuna surprise nyingi. Hata Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa, mbunge wa jimbo la Rufiji ambaye ni waziri wa afya, hatashiriki pia, hatawepo. Lakini si hivyo tu, uwepo wake utakuwa ni surprise kwa sababu kwa sasa tunamwona namna anavyotrend mitandaoni. Atakuja na kitu kikubwa live, atakuja kutufikishia kile ambacho siku 100 za mama ambazo alisema nitafanya, 45% ziko katika Wizara ya Afya, na tunaona Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa namna anavyozungumzia kuhusu bima za afya. Kwa hiyo tutegemee sasa kwa wale ambao wako mbali ya Ikwiriri wajisafirishe wafike ili waje kusikia Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa nini anakuja kutuambia Warufiji, kile ambacho Mheshimiwa Rais amemkabidhi kutuletea Watanzania. Ndio, wewe ni katibu wa Umoja wa Vijana na uchaguzi huu wa mwaka 2025 ambao umekamilika, uchaguzi mkuu, madiwani wengi wilaya ya Rufiji ni vijana. Kwako unajivunia nini kuhusiana na mafanikio haya? Ndugu mtangazaji, binafsi mimi najivunia sana kwa sababu wananchi wa wilaya ya Rufiji wamewaamini vijana, na si hivyo tu, wamewaamini kuanzia kwenye serikali za vijiji na vitongoji, na leo wamewaamini kwenye udiwani na hata mbunge. Kitu pekee kilichopelekea vijana kwenda kusubutu na kugombea nafasi kwa sababu Mheshimiwa Mchengerwa aliingia katika ubunge akiwa na miaka 36. Ina maana bado ni kijana sana, damchanga. Miaka 36 amekuwa mwakilishi mzuri wa vijana. Lakini pia si hivyo tu, hata Mheshimiwa Rais amewaamini vijana katika nafasi mbalimbali. Ndicho kilichopelekea na mimi katibu wa Umoja wa Vijana wilaya Rufiji kuhamasisha vijana wenzangu wengine wajitokeze ili waende kumsaidia Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa. Mchengerwa ni kijana, ni damchanga, anafanya kazi mchaka. Basi nikaona niwahamasishe vijana na waingie kwenye nafasi za udiwani ili wakamsaidia yule mchaka ambao unakwenda kuifanya Rufiji ipendeze. Mimi nikushukuru sana. Una zaidi? Zaidi sina zidi ya kusema, ndugu zangu wa nje ya Rufiji waliokuwa Rufiji siku ya tarehe 5 wafike kwa wingi pale katika viunga vya Ikwiriri. Tutakuwa na tukio kubwa kabisa la ufungaji
wa kilele cha kuzaliwa kwa CCM, kwani tutakuwa na surprise nyingi, tutakuwa na viongozi wengi ambao wanakuja kutuletea neno, kuja kutupa historia ya Chama cha Mapinduzi tangu kuanza kwake na mpaka hapa tulipofikia, na nini wamefanya na nini wataendelea kutufanyia. Mimi nikushukuru sana mtazamaji wa Polundu TV. Huyu ni Abbas Ligemi, katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wilaya ya Rufiji, na tuko hapa kwenye kata ya Muhoro tukihitimisha bonanza lililowakutanisha timu ya Muhoro na timu ya Shela, na timu ya Shela imefanikiwa kuchukua ubingwa kwa penati 5-4, lakini pia timu ya wanawake ambayo imecheza rede ya kata ya Muhoro na timu ya Shela